Mungu yu mwema na kila wakati. Mimi nimekuja hapa, hisia zangu ni mbili. Hisia ya kwanza ni hisia ya huzuni kwa sababu barabara hii nilipita nayo marehemu Raila Amolo Odinga tukiwa tunaomba kura za chama cha ODM. Na nikisema mimi nasikia huzuni, lazima itakuwa na nyinyi huzuni yenu ni zaidi, kwa sababu mulikuwa ni wafuasi wa baba kindaki. Waswahili wanasema mulikuwa wafuasi wa ODM kwa ndani. Kwa hivyo Mola amweke pema palipo na wewe, na kuwapatia pole nyinyi kama wafuasi wa baba kuhusiana na masala haya. Pili, unajua baba alituacha katika hii serikali ya mrengo wa broad-based. Na mimi wakati akiniambia mimi ya kuwa huu ndio mrengo ambao kwamba tunafaa, sasa ndio unajua wakuu walikuwa wanakuambia nini. Tangu ukoloni hii eneo haina barabara ya lami. Leo hii juzi nimeona katika gazeti imetangazwa tayari ya kuwa iweze kupatiwa kandarasi barabara hapa, ili watu ambao kwamba walioko katika maeneo haya wasi wale ambao kwamba wako katika maeneo ya nyuma. Mimi nimesikia wengine viongozi wakiongea habari ya mambo ya fuel, mambo ya petroli. Leo kama vile Papa Mtakatifu alivyokuwa anaomba na kusema ya kwa ni lazima kuwe na amani katika dunia nzima, wafuasi Katoliki dunia nzima na kila ambaye kwamba ni mwenye kuamini Mungu, ni lazima tuweze kuomba amani katika hii Kenya yetu nzima. Lakini wakati bei ya mafuta imepanda, mimi nakumbuka kitu kimoja, na Waswahili tunasema mgala muwe lakini haki yake. Hii kulipitishwa sheria, na Aaron Cheriot yuko hapa, na naona maseneta yuko hapa, seneta wetu Chimera yuko hapa pia, na kuna wabunge ambao wako hapa, dada yetu Gesho. Hawa walipitisha sheria kupunguza ushuru dhidi ya mafuta, wakaipunguza kwa nadhani ilikuwa ni nusu siku, kwa sababu nimeona wengine wanachukua video ya zamani ya William Samoei Ruto akizungumza na akisema ya kwa njia ya kupunguza bei ya mafuta ni lazima tupunguze ushuru. Sasa mimi najiuliza, wakati mnatoa na video hiyo, kwa nini hamtoi ile video akiweka sahihi ya kwa aliweza kupunguza ushuru wakati mafuta yalikuwa yameweza kupanda bei? Tuambieni ukweli. And now that the members of parliament are here na senators wako hapa, na hii nataka vyombo vya habari viweze kunukuu, kwa sababu mimi pia nilikuwa mbunge kwa muhula miwili, na nilipokuwa mbunge baba Raila Amolo Odinga alinipatia mimi cheo, nikawa ni mwenyekiti mwenye kuangalia hazina za Kenya nzima. Nataka hawa, kwa vile hawa wanajaribu kuchokora, sasa tuchokore zaidi na zaidi na zaidi. I want you to actually ask for a special audit, Senator, na wabunge walioko hapa. Mkifika andikieni speaker na mumwambie munataka Auditor General afanye special audit ya ile pesa yote ambayo kwamba ilokusanywa miaka yote kabla William Samoei Ruto hajaingia katika mamlaka, ile pesa ambayo kwamba ilowekwa ya kuweka hazina ili mafuta yakiwa yamepanda, hazina ile iweze kutumika, mafuta yaweze kushuka. Kisha tuulizane ile pesa ilienda wapi. Na baada ya hapo mimi nitawaambia wana Katoliki waombe Mungu wale ambao kwamba ni matapeli. Father hapa aliongea kisa cha yule kipofu mmoja. Kipofu mmoja, wenzake walisema sisi tuchukue samaki mmoja mmoja, kwa vile huu ni kipofu tumpatie wawili. Kipofu akaangalia samaki wake ni wawili, akasema kama hawa walinipa wawili, wao walichukua watano watano.
Mimi nawapatia kisa cha hasidi. Hasidi mmoja mfalme aliuliza akasema ya kuwa kile ambacho kwamba utakiomba mwenzako na yeye nitamfanyia vile vile. Akaangalia pale akaona mwenzake ana jicho moja limeenda. Akamwambia mfalme, mimi kile ambacho kwamba nakiomba mimi nitoe ili jicho langu moja, si kwa sababu nyingine, uhasidi ili mwenzake awe ni kipofu kabisa. Hawa ndio wale ambao kwamba tunaoshindana nao sisi hii leo. Wanachoji, nawaambia tena, wakati hauko na sisi, nipeni nafasi ningurume kule ninapokwenda kwingine. Sijui mtanikubalia hiyo? Mtanikubalia hiyo? Na wale wengine wakija, muwakumbushe ile barabara ya lami watakaoweza kuipanda katika magari yao wakileta kuhadaa hapa, waambie ya kwa ilikuwa ni kazi ya Ken Chonga, Mng'aro, women rep wetu na William Samoei Ruto, ushirikiano uliyafanya yale mambo. Asanteni sana na muweze kubarikiwa. Mimi unajua sijakuwa kama mawaziri hawa, lakini kidogo changu pia chafaa, sio? 300,000 zangu ziweze kusaidia katika mpangilio. Asanteni sana. Asante sana. Wacha tuite Governor Gideon